Mapema hii leo kada na mwanachama wa ACT Wazalendo Monalisa Joseph Ndala ameibuka mbele ya waandishi wa habari akilalamika uamuzi wa kufutwa wanachama wake, huku akisema hakuwahi kuelezwa rasmi hadi alipousoma kupitia mitandao ya kijamii. Waita hapa baada ya sintofahamu ya jana kupata barua kuiona mitandaoni ikisemekana chama changu kimenivua wanachama. Monalisa amedai kuwa taarifa rasmi ya kufutwa kwake ilimfikia baadaye, tena kupitia namba ngeni ambayo aliifungua tu kwa sababu ilitaja jina lake. Barua ile mimi ilichelewa kunifikia. Ilinifikia baadaye, naona target yao ilikuwa ni kuanza na nyie waandishi. Ila mimi ilinifikia baadaye na nikiri niliipokea. Niliipokea kutoka kwenye namba ambayo sihifahamu na nikaifungua kwa sababu ina jina langu. Akiwa amebeba kadi ya wanachama, Monalisa amesisitiza kuwa bado ni mwanachama hai wa ACT Wazalendo na ameorodhesha nyadhifa mbalimbali alizowahi kuzishika katika chama hicho, na kuongeza kuwa hatua ya chama kudai alikiuka taratibu haina mashiko. Ni kwa namna gani chama changu kinaendelea kujionyesha hakiko smart? Mimi ni mwanachama hai wa mkoa wa Dar es Salaam, ni kiongozi, ni katibu mwenezi wa mkoa wa Dar es Salaam. Kadi yangu ya wanachama ni hii hapa. Mnaona kabisa inasoma ni Dar es Salaam. Nimeilipia. Mimi ni mwenyekiti wa jimbo la Kibamba. Sasa sijui umafifi unatoka wapi. Wakati mwaka jana kwenye uchaguzi wa ndani ya chama uliwekwa mfumo wa kanda. Kwa tulikuwa ili upate kugombea either ujumbe wa halmashauri kuu au kamati kuu, ni lazima uwe unatokea kwenye kanda fulani. Sasa mimi niligombea kupitia nyanda za juu kusini. Ikumbukwe kuwa Monalisa ndiye aliyeibua hoja za ukiukwaji wa kanuni wakati wa chama hicho kilipomteua Dr. Luhaga Mpina aliyehama kutoka CCM kuingia ACT Wazalendo ndani ya siku kadhaa tu na kupewa nafasi ya kugombea urais. Baada ya malalamiko yake, uteuzi huo ulifutwa, jambo alilolidai lilithibitisha usahihi wa madai yake, ambazo nadhani sasa hiyo ndo wameenda kutengeneza barua yao hiyo. Na nilipogombea nikashinda kwa 72% ujumbe wa halmashauri kuu. Lakini baada ya siku 3 mwanasheria mkuu wa chama aliniita kwenye kamati akaniambia kwamba nilikiuka taratibu na kanuni zetu, kwamba mimi ni mwanachama wa Dar es Salaam, ni mwenezi wa Dar es Salaam, nisingeweza kwenda kugombea ujumbe wa halmashauri kuu kupitia nyanda za juu kusini. Kwa hiyo ujumbe wangu wa halmashauri kuu ulikoma baada ya siku 3. Kwa hiyo sikuwa mjumbe wa halmashauri kuu tena. Kwa kama wananivua wanachama kwenye tawi ambalo sijawahi kuitwa kuuliza kama ningekuwa mwanachama wa huko, lakini maana ili nivuliwe wanachama au chochote kile ambacho nahisi mimi hakinipi uhalali wa kuwa mwanachama, ni lazima niulizwe, nihojiwe. Na kwa bahati mbaya hata kwenye ile barua mkiiona, vifungu vinavyotembea vinasema wanachama mpya. Yaani mwanachama ambaye ni mpya akipita zaidi ya mwaka mmoja na zaidi anapoteza nini? Sifa za kuwa mwanachama. Mimi sijapoteza sifa za kuwa mwanachama. Katika hatua nyingine, Monalisa ametoa onyo kali kwa uongozi wa chama, akimtaka katibu mkuu ndani ya siku 2 tena kuanzia leo Jumamosi hadi Jumapili kuikana barua ya kufutwa kwake, vinginevyo hatua kali zitachukuliwa. Mimi ninatoa onyo na ninawapa chama kwa maana ya ofisi ya katibu mkuu siku 2. Leo Jumamosi na kesho Jumapili. Katibu mkuu anapaswa kukana barua ile, kwa sababu barua ile inakidhalilisha chama.